naomba viwanda na biashara ukae upande wa Mheshimiwa Rais. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya TAMISEMI, katibu mkuu wa CCM naomba upande wa waziri mkuu, mwakilishi wa wafanyabiashara, meneja wa masoko ya Kariakoo. Ndio, asante. Naomba tutengeneze naomba tutoe nafasi tuweze kupata picha nzuri. Na kuomba usimame hapa katibu mkuu. Katibu mkuu, tunakuomba upande wa pili ili tuweze kuwa na namba iliyofanana. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu umuongoze Mheshimiwa Rais kusogeza kitambaa kulia na kushoto, ikiwa ni ishara ya ufunguzi wa soko kuu jipya la Kariakoo. 3, 2, 1. Makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Soko kuu jipya la Kariakoo Dar es Salaam limefunguliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 8 Februari 2026. Makofi mengi tena. Baada ya tukio la Mheshimiwa Rais, nitaomba ubaki na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naomba viongozi wengine tuwapishe tuweze kupata picha ya viongozi wawili. Subiri kidogo, kuna kitu kinarekebishwa pale. Subiri kidogo. Naam. Nitaomba Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda tusogee kwa picha na Chama cha Mapinduzi. Katibu mkuu wa chama. Katibu mkuu wa chama. Ili tubalance na mstahiki meya. Asante. Baada ya tukio hilo, Mheshimiwa Rais, naomba tuelekee kwenye eneo lililoandaliwa kwa ajili ya kukata utepe, ikiwa ni ishara sasa kwamba soko hili ni rasmi kuanza matumizi ya wafanyabiashara kuweza kujiongezea kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Nitaomba wale ambao walikuwa kwenye picha, wale ambao tulisimama kwenye jiwe, tusimame hivyo hivyo. Naomba sawa sawa, bado mmoja. Tumtafuta nani? Katibu mkuu TAMISEMI tafadhali. Katibu mkuu TAMISEMI, katibu mkuu TAMISEMI upande ule aliko Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, tusogee upande ule kule, upande wa pili. Asante. Mheshimiwa Rais, nita count down. 3, 2, 1. Makofi mengi na vigeregere. Tanzania oye! La masoko Kariakoo, soko kuu la Kariakoo. Kama nilivyotambulisha pale awali, soko hili la Kariakoo hapa tulipo ndo soko kuu la Kariakoo ambalo lilikuwa limeungua na kuteketea kwa moto, na sehemu kubwa iliyoungua moto ulianzia hapa juu, lakini fedha ambayo uliidhinisha Mheshimiwa Hassan ndo linaweza kurudisha hali hii, lakini hali haikuwa hivi.
Hii hali imeongezeka kwa wadi wa hivi kuweka kamera kile eneo na kuboresha maeneo. Hili eneo chini ndio kuna sehemu za kupaki magari. Naomba Mheshimiwa Rais uridhie kutembea kusogea mbele kuona maduka yalivyotengenezwa na kuona na duka ya nguo, bidhaa. Soko lilijenga kwa ukubwa soko la zamani na soko jipya. Soko jipya linaanzia hapa na Mheshimiwa Rais, hapa tulipo Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hili soko hapa kote ilikuwa ni chini, wanafanya biashara mpaka kule njiani, wanahama, mvua ikinyesha maji yanapita. Hapa kote itakuwa ni mboga mboga tu. Ukienda ghorofa ya pili ni matunda ya aina yote. Ukienda ghorofa ya tatu ni vyakula vikuu, viazi, dagaa, wakavu, samaki wakavu, kwa sababu za nyama na samaki na watu wengine. Ghorofa ya tano kuna huduma ya JKCI, wamefungua hospitali kusaidia mambo ya afya katika Kariakoo hii. Lakini wenzetu wa uhamiaji wamepata eneo kwa ajili ya kuangalia uhamiaji. Huku chini tumewaachia wafanyabiashara ambao kunafika kirahisi gari kirahisi. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya mafupi, naomba uridhie kwenye upande mwingine kwa ajili ambalo lilikuwa halipo. Pesa uliyotoa ndio iliweza kuliona soko lionekane ghorofa 6 badala ya kuwa chini kimoja. Mheshimiwa Rais, eneo la Machinga unaweza kuona sample ya kibanda ambacho watakuwa navyo. Kwa hiyo hii imedesainiwa kiasi kwamba kuonyesha mfanyabiashara au mteja anapokuwa anazunguka soko humu kuemea asipate changamoto kuona anapanda juu. Akiwa anapanda anaendelea kununua vitu tofauti tofauti. Anaweza akajikuta yuko ghorofa ya 3 anapata mboga mboga, lakini kwa amenunua vitu vingine kwa Machinga waliopanga pembeni. Mheshimiwa Rais, naomba ulizie tukaone sasa extension ya jengo hili lote ghorofa ya kwanza mpaka ya pili.
zaidi ya milioni 1 wana Kariakoo wamefurahi sana. Hili eneo kama huku kuna simu, kuna vipodozi, kwa hiyo hata hao wanaweka na vioo kidogo, watakuwa na display vitu vyao kama ni saa, manukato, simu, vyovyote, lakini itakuwa hapa ili kutoa kila mmoja aweze kuona wa huku na huku, lakini kuweka hewa, lakini unaweza kuona miundombinu ya kuzima moto. Hizo zote nyekundu ni kwa ajili ya kusema kama kuna moto na kuweza kukinga soko letu.